Habari, karibu tena. Leo, hebu tuzame kwenye kitu muhimu sana. Hatua ya 5 ya safari yetu ya kiroho ambayo ni kuishi uhalisi. Unajua, hapa ndipo ile kazi yote uliyoifanya ndani yako inakutana na ulimwengu halisi. Basi, twende kazi. Yaani, hebu itafakari hii kauli kwa makini. Ina nguvu, si ndio? Inagonga kabisa kwenye kiini cha mada yetu ya leo. Fikiria hivi. Unaweza kuwa unafanya meditation kila siku, unasoma vitabu, unajisikia una amani. Lakini je, maisha yako ya kila siku yanaonyesha hiyo amani? Kama jibu ni sio sana, basi safari bado. Na hilo ndilo daraja ambalo tunataka kuvuka pamoja. Okay, sasa tumeingia kwenye mwanzo wa uhalisi. Hii si kitu cha kujilazimisha, hapana. Fikiria hivi. Baada ya kufanya usafi wote ndani ya nyumba yako, ni kawaida tu kutaka hewa safi ingie, si ndio? Ndivyo ilivyo na hii. Baada ya kazi yote ya ndani, huu wito wa kuishi uhalisi unakuja wenyewe tu, kama hatua inayofuata kiasili. Basi, kabla hatujasonga mbele, hebu tupige rewind kidogo. Kumbuka safari yetu? Tulianza na kujitambua, kujijua sisi ni nani. Tukafuata na kujikubali, kukumbatia tulivyo. Halafu, tukajifunza kuachilia, kuacha yale yasiyotufaa. Baada ya hapo, tukapata utulivu katika kukaa na kimya. Sasa, hatua hii ya 5, kuishi uhalisi, inachukua hivi vyote na kuvileta hapa duniani, kwenye maisha yetu ya kila siku. Yaani, safari ya ndani sasa inakuwa ndiyo maisha yenyewe. Okay, swali kubwa sasa ni hili. Kuishi uhalisi ni nini hasa? Kila mtu anaweza kuwa na wazo lake na kuna dhana nyingi potofu huko nje. Kwa hivyo, hebu tuvue miwani yote na tuangalie kwa uwazi kabisa maana yake halisi ni nini. Hebu tuwe wa kweli hapa. Uhalisi sio maonyesho. Sio kuhusu kunukuu maneno ya hekima kwenye mitandao ya kijamii au kuvaa mavazi fulani ili uonekane wa kiroho. Hapana kabisa. Uhalisi ni huu hapa. Ni ule ujasiri wa kuweka mipaka bila kujisikia vibaya. Ni kusema ukweli wako, lakini kwa upole. Ni kufanya maamuzi yanayotoka kwenye dhamira yako, sio pressure ya watu. Na muhimu zaidi, ni kuacha kuigiza ili tu upate likes za watu. Na hapa ndipo kwenye msingi wa yote. Uhalisi ni nani wewe hasa? Pale ambapo hakuna mtu anayekuona. Ni ule uaminifu wako kwako mwenyewe. Je, unajiheshimu hata ukiwa peke yako? Hiyo ndiyo maana halisi. Ni ule uadilifu wa ndani ambao hauhitaji mashahidi. Sawa. Sasa hebu tuzungumze waziwazi. Hii sehemu inaweza kuwa ngumu. Kwa kweli, inaweza kuwa ndiyo changamoto kubwa zaidi katika safari nzima. Hapa ndipo uthabiti wako unapimwa. Lakini haswa, kwa sababu hapa ndipo kila kitu kinaanza kutikisika, na sio kila mara kwa njia ambayo itakufurahisha. Unajua, unapoanza kuwa mkweli kwako, unaacha kuvaa zile masks za zamani. Na matokeo yake, watu waliokuzolea na zile masks wanaanza kuchanganyikiwa. Mahusiano yale yaliyojengwa kwenye kujipendekeza yanaanza kupata nyufa. Ghafla, unagundua maisha yako ya zamani hayagutoshi tena. Inaumiza? Ndiyo, inaweza kuumiza, lakini ni muhimu sana. Na hii kauli inafafanua kila kitu. Ukibadilika ndani, nje lazima ijirekebishe. Ni sheria ya maumbile. Fikiria mbegu inavyopasua ardhi ili iote, ndivyo na wewe. Unapobadilika ndani, lazima mazingira yako ya nje yabadilike pia ili yalingane na wewe mpya. Kwa hiyo, hayo mabadiliko ya nje ni ishara nzuri, inaonyesha kazi ya ndani inafanikiwa. Sawa, najua inaweza kuonekana kama changamoto tupu, lakini swali ni, utajuaje kama uko kwenye njia sahihi, hata kama kuna misukosuko? Habari njema ni kwamba kuna dalili wazi kabisa zinazokuonyesha ndio, niko panapostahili. Hebu jiangalie. Je, umeanza kusema hapana bila kuhisi ulazima wa kutoa maelezo marefu? Hiyo ni dalili. Je, furaha yako haitegemei tena likes na makofi ya watu? Hiyo ni dalili nyingine. Je, unafanya maamuzi bila ile hofu ya watanichukuliaje au nitampoteza fulani? Na hii kubwa zaidi, je, maisha yameanza kuhisika kuwa mepesi kidogo? Hiyo ni kwa sababu
Umeacha kutumia nguvu nyingi kujilazimisha kuwa mtu mwingine. Sasa, ili kukusaidia kubaki kwenye mstari, nataka nikupe zoezi dogo lakini lenye nguvu sana. Fikiria hii kama dira yako ya kila siku, kitu cha kukuongoza unapokuwa kwenye njia panda. Kila siku, hebu jiulize hili swali la kwanza. Hiki ninachofanya sasa hivi, kinaniheshimu? Rahisi hivyo. Je, kinaheshimu wewe ni nani na kile unachoamini? Sasa, swali la pili linahusu maneno yako. Jiulize, je, ninasema haya kwa sababu ya hofu au kwa sababu ni ukweli wangu? Je, ni hofu ya kukataliwa inayoongea au ni moyo wako? Na la mwisho, la tatu, jiulize, je, natenda hivi ili nipendwe au kwa sababu ndivyo ilivyo sahihi? Unatafuta kukubalika na wengine au unatafuta amani na dhamira yako? Sasa, sikiliza. Lengo la haya maswali si kujihukumu hata kidogo. Ni kama kioo. Kama ukigundua mara nyingi jibu lako ni hofu au ili nipendwe, hiyo ni habari nzuri. Inakuonyesha tu kuna sehemu ndani yako bado inahitaji kuachiliwa. Inakwambia, hey, rudi kidogo kwenye hatua ya kuachilia, bado kuna mzigo hapa wa kuweka chini. Okay, tushazungumzia changamoto, tumeona na dalili. Sasa, mwisho wa siku, tunapata nini? Baada ya misukosuko yote hii, kuna nini upande wa pili? Jibu ni kitu ambacho hakina bei. Lakini kabla sijakupa jibu, onyo muhimu kwanza. Kuwa mkweli hakutakufanya upendwe na kila mtu. Kinyume chake, wengine watakukimbia. Hakutakupa usalama wa pesa au kazi. Na kwa hakika, si njia mkato ya kufanikiwa. Lakini, pamoja na yote hayo ambayo haikupi allowance, inakupa kitu kimoja cha thamani kuliko vyote. Amani isiyoweza kununuliwa. Ile amani ya ndani unayoipata unapojua unaishi maisha yako, sio ya mtu mwingine. Amani ambayo hakuna kiasi cha pesa kinachoweza kuinunua. Amani ambayo haiumbishwi na nani anasema nini huko nje. Na hapa ndipo tunagundua kiroho cha kweli kinapatikana wapi. Sio kwenye milima mirefu au mahekalo makubwa. Kiko hapa hapa, kwenye maisha ya kila siku. Kiko kwenye jinsi unavyoongea na watu wengine. Kiko kwenye yale maamuzi unayofanya ukiwa faraga. Kiko kwenye ule uaminifu wako mdogo mdogo, wakati unajua fika hakuna hata mtu mmoja anayekuona. Na hebu tumalizie na wazo hili zito. Ukiishi uhalisi wako, maisha yanaacha kukupinga. Fikiria hilo kidogo. Unapoacha vita na wewe mwenyewe, maisha yanaacha vita na wewe. Unaanza kwenda na mtiririko badala ya kuogelea dhidi yake. Safari haijaisha. Kwa kweli, hapa ndipo maisha halisi yanaanza.